Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Mange Kimambi, dada wa taifa, siku ya leo ameamua kutoa sababu ni kwa nini msanii Zuchu hakuongozana na msanii Diamond Platnumz katika ndoa ya Jux pamoja na mke wake Priscilla. Wengi tumekwisha zoea tunapomuona msanii Diamond Platnumz basi katika tukio lolote basi pembeni yake ni lazima msanii Zuchu na yeye awepo, kwa sababu wawili hawa wengi tunafahamu ni wapenzi na ni watu ambao wanapendana sana, na msanii Diamond Platnumz mara kadhaa amekwisha zoea kuongozana na msanii Zuchu kwa sababu ni mpenzi wake, lakini pia ni mwanamke wake au mke wake mtarajiwa, kwa namna ambavyo Diamond alidai basi mwaka huu 2025 hauishi bila hajamuoa msanii Zuchu. Sasa ni kwa nini hawakuweza kuhudhuria kwa pamoja ndoa ya Jux pamoja na Priscilla? Ni sababu ipi ambayo ilipelekea? Watu wengi sana wamekuwa na shauku kubwa kufahamu chanzo ni nini. Kwa nini Diamond ameenda peke yake katika ndoa ya Jux pamoja na Priscilla? Ukiangalia walienda na msanii mwenzake ambaye ni Ommy Dimpoz na wakaenjoy kweli kweli, namna ambavyo Diamond alienjoy katika ile harusi au ndoa tunaweza kusema ni namna ya peke yake, ni namna ya tofauti. Alikuwa akicheza na wadada tofauti tofauti wa Nigeria na ndoa ile kiufupi tunaweza kusema ni ndoa ambayo imefunika kweli kweli. Hapa Tanzania tunaweza kusema Jux amefana, yani Jux ameweza kufanya ndoa kubwa kuliko msanii yeyote wa hapa Tanzania. Hata ile ndoa ya Nandy na Billnass basi tunaweza kusema haiwezi kufikia ndoa hii ya Jux ambayo wameifanya huko Nigeria na mpenzi wake Priscilla. Sasa Mange ameamua kutoa sababu ya kwa nini Diamond Platnumz hajaweza kuhudhuria na Zuchu katika ndoa hiyo ya Jux pamoja na Priscilla. Mange Kimambi ameruka live na kudai kuwa katika hiyo siku muhimu ya Jux pamoja na Priscilla, Zuchu na yeye alikuwa ni mmoja wa wanawake au wadada ambao wamekuwa na matumaini makubwa sana ya kuhudhuria hilo tukio, na zilishuhudia ndoa ambayo Jux na Priscilla walifunga hapa Tanzania, ndoa ya Kiislamu, kwa sababu wawili hao walifunga ndoa mbili. Hapa Tanzania walifunga ndoa ya Kiislamu ambapo Jux yeye ni Muislam, na huko Nigeria Lagos walikwenda kufunga ndoa ya Kikristo ambapo Priscilla yeye ni Mkristo. Kwa hiyo kila mmoja amefunga ndoa katika dini yake. Sasa hatujui katika ugawaji wa vyeti wamegaiwa vyeti vingapi. Sasa mpaka dakika hii bado hatujafahamu. Sasa unaambiwa Zuchu alikuwa anatamani sana kwenda katika hiyo harusi ya Jux pamoja na Priscilla, na unaambiwa aliandaa maandalizi yote, yani alishona nguo maalum kwa ajili ya hiyo harusi, na nguo hiyo basi ilikuwa inafanana kabisa na nguo ya msanii Diamond Platnumz, yani walishona sare ili mradi tu kuonekana ni watu fulani ambao kapo yao ina nguvu kweli kweli. Na ukiangalia hawa ndio wasanii wa hapa Tanzania ambao mapenzi yao tunaweza kusema yamedumu pia kwa muda mrefu, kwa sababu ukiangalia takriban miaka 3.5 sio jambo la mchezo kwa msanii Diamond kudumu na mwanamke mmoja, na tumekwisha zoea Diamond mara kadhaa amekuwa akiwa na wanawake fulani kwa kipindi kifupi na kuachana nao, tofauti na wanawake wengine ambao aliwahi kuwa nao hapo nyuma. Sasa unaambiwa siku ya safari sasa ilipowadia, Mange anakuambia Diamond alibadilika ghafla. Akaona wakafikiri Zuchu huenda akaenda kumbana huko Nigeria. Akamkalisha Zuchu chini na kumwambia kuwa ataenda peke yake kwa sababu majukumu ni mengi na eti viti vya private jet vimejaa. Sasa Zuchu alishangaa na Diamond Platnumz hakutoa maelezo mengi sana. Aliamua tu kumwambia Zuchu hivyo kwamba anahitaji kwenda peke yake katika hiyo ndoa ya Jux na Priscilla huko Lagos, Nigeria. Sasa Zuchu baadaye alikuwa amehuzunika sana baada ya kuambiwa hiyo taarifa. Aliamua tu kurudi nyumbani kwa mama yake kwa ajili tu ya kujifariji, lakini Hadija Kopa anakuambia yani Hadija Kopa ndiye ambaye amempa hizi taarifa Mange Kimambi kuwa Zuchu alilia sana hiyo siku na kushindwa mpaka kula, kwa sababu alishindwa kumuelewa msanii Diamond Platnumz kwa nini amegoma kabisa kwenda naye huko Nigeria. Kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Na Mange Kimambi anakuambia basi huyo mwanadada ambaye anasemekana kwenye mitandao ya kijamii Diana Eneje
ambaye ni rafiki kipenzi wa Priscilla ambaye inasemekana Diamond Platnumz amevutiwa naye, basi Mange anakuambia sio hiyo siku ya harusi wamekutana, bali unaambiwa huyu mrembo alifahamiana na Diamond Platnumz kipindi kirefu sana, yani kipindi ambacho Jux alimpata Priscilla, basi Priscilla aliwahi kuja hapa nchini Tanzania kwa ajili tu ya kuja kumsalimia Jux, na aliongozana na huyu rafiki yake bana, na baada ya kuongozana naye basi Jux akamtambulisha kwa msanii Diamond Platnumz, na hapo ndipo ukaribu wa Diamond pamoja na huyu mcheza filamu Diana Eneje ulipoanzia, na walipokutana kwenye harusi walienjoy sana na kuonesha ukaribu wao kwa hali ya juu, na ndiyo maana unaambiwa chanzo cha Diamond kumkataza Zuchu kuhudhuria hiyo ndoa ya Jux na Priscilla basi ilikuwa ni huyu mrembo Diana Eneje. Diamond alidhani au alifikiri huenda akienda na Zuchu, Zuchu akambana sana ili mradi tu asiwe karibu na Diana, na ndio maana akamwambia Zuchu, bana mimi nataka kwenda peke yangu na wala sihitaji mtu mwingine anisindikize, nahitaji kwenda tu peke yangu. Hiyo ni story ambayo Mange Kimambi ameiachia live kupitia Mange Kimambi app, lakini pia unaambiwa baada tu ya Diamond Platnumz kuelekea huko Nigeria aliamua kumtafuta Zuchu ajifanye kama vile hakuna kitu kilichotokea, lakini Zuchu amegoma moja kwa moja, na mpaka sasa hivi Zuchu yupo kwa mama yake Hadija Kopa, anaendelea tu kufarijiwa na mama yake kwa sababu hali imeshakuwa mbaya. Na ukiangalia Diamond Platnumz yeye binafsi ameamua kuanza upya na huyu Mnigeria, na story kubwa ambayo ipo kwa sasa hivi ni Diamond Platnumz kufunga ndoa na huyu Mnigeria, kwa sababu tumeshuhudia pia bana dada yake Esma Platnumz ameandaa tayari zawadi ya ndoa ya Diamond Platnumz, na ukiangalia ni kwa namna fulani hivi ni kama vile familia ya Diamond Platnumz, mama Diamond yani mama Dangote pamoja na Esma, Ricardo Momo na ndugu wengine wamemkubali huyu Diana Eneje, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo maandalizi yameandaliwa, namna ambavyo kama vile wanamchoma Zuchu fulani hivi, na kwa namna ya tofauti tunaweza kusema Zuchu ni mwanamke ambaye ni mvumilivu sana na anaweza kuvumilia hata hili kubwa ambalo limemfika, kwa sababu ukiangalia Diamond Platnumz kitu ambacho amemfanyia ni kitu kibaya sana, na Mange Kimambi anadai kwa sasa hivi Zuchu aache kabisa kuwa king'ang'anizi, na akirudi kwa msanii Diamond Platnumz basi kuna kitu huenda kitampata, kwa sababu maumivu ambayo ameyapata, na akionekana amerudi kwa Diamond basi ataoneshwa maumivu makubwa sana ambayo hajawahi kabisa kuyasikia. Lakini pia kuna kauli ambayo Diamond aliwahi kuiongea kwenye vyombo vya habari, alidai kuwa yeye kama mwanamke amemchoka basi hamfukuzi wala hampigi wala hahitaji kumwambia maneno mengi, yeye anampiga matukio tu. Lakini Zuchu tunaona anapigwa matukio, lakini yeye ameendelea kung'ang'ania tu kwa msanii Diamond Platnumz. Sijui ni kitu gani huyu kaka amempatia Diamond, amempatia Zuchu mpaka kufikia hatua Zuchu anashindwa kabisa kumove on na kufanya maisha yake kama kawaida. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia nikukumbusha ambaye bado subscribe chini ya video hii ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani ambazo zinakiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Niseme tu bye bye mpaka wakati mwingine, ama ciao.